Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mnaendelea vizuri mpaka muda huu, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika upande wa kiusalama ambao wanazidi kutengeneza vitu vya habari huko maeneo ya mashariki mwa nchi humo, tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kusini, ambako katika mji wa Uvira Gavana Jean-Jacques Purusi ameongoza mkutano wa majadiliano uliowakutanisha wawakilishi wa jamii ya Banyamulenge, wanachama wa jamii ya Watusi pamoja na raia wengine wa Kongo kwa lengo la kukuza amani, kuishi pamoja kwa maelewano na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Hatua hii inakuja katika muktadha wa juhudi zinazoendelea za mamlaka za serikali za kupunguza mvutano wa kijamii na kurejesha hali ya kuaminiana katika eneo ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha na migawanyiko ya kikabila. Majadiliano yalilenga hasa masuala ya usalama, kuishi pamoja kwa amani kati ya jamii mbalimbali na kuimarisha utulivu katika eneo hilo. Baada ya mkutano huo, wawakilishi kadhaa wa jamii ya Banyamulenge walieleza kuridhishwa kwao na juhudi za mamlaka za mkoa na kitaifa katika kurejesha amani. Pia walisisitiza mchango wa Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi katika kuboresha hali ya usalama mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa wawakilishi hao, hali ya sasa ya usalama inawezesha wakazi kurejea polepole katika shughuli zao za kila siku, na baadhi ya ushuhuda unaonyesha kuimarika kwa uhuru wa kusafiri na hali ya maisha tofauti na miaka ya nyuma iliyotawaliwa na ukosefu wa usalama. Leo tunaweza kutembea kwa uhuru mchana na usiku na kufanya shughuli zetu bila hofu, ndivyo walivyosema Banyamulenge hao, wakibainisha kuwa kiwango hiki cha usalama hakijawahi kushuhudiwa kwa takriban miaka 30 katika baadhi ya maeneo. Mamlaka za mkoa zinaeleza kuwa mikutano ya aina hii inalenga kuimarisha mazungumzo kati ya jamii mbalimbali na kudumisha mafanikio yaliyopatikana katika nyanja ya amani. Hatua hii inalenga kuzuia kuzuka tena kwa migogoro na kuhakikisha kuwa mji wa Uvira na maeneo yake unaendelea kuelekea katika utulivu wa kudumu na kuishi pamoja kwa amani. Tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, bunge la mkoa huo ama Assemblée Provinciale ya Kivu Kusini limewaita wabunge wa mkoa katika kikao cha pamoja kilichopangwa kufanyika hii Jumanne ya tarehe 28 Aprili mwaka huu na saa 4 za asubuhi au 10h. Kikao hicho kitafanyika katika makao ya muda ya taasisi hiyo yaliyopo maeneo ya Kavimvira. Katika ajenda ya kikao hicho kuna hoja ya kumsikiliza na kujadili msukumo wa kura ya kutokuwa na imani dhidi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi. Hatua hii ya bunge la mkoa imewasilishwa na mbunge Karume Bahinge Jean, mwakilishi wa wilaya ya Mwenga kupitia chama cha UDPS. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, hoja hiyo tayari imekusanya saini zipatazo 18 za wabunge wa mkoa, jambo linaloruhusu kujadiliwa rasmi katika kikao cha wazi. Wabunge wanaounga mkono hoja hiyo wanamkosoa gavana kwa kile wanachokiita udhaifu katika usimamizi wa maeneo ya mkoa ambayo bado yako chini ya utawala wa serikali. Katika mazingira ambayo baadhi ya sehemu za Kivu Kusini bado ziko nje ya udhibiti wa serikali kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha, hususan waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo. Pia wanaituhumu serikali ya mkoa kwa kile wanachoeleza kama usimamizi usio wazi wa fedha za umma, wakisisitiza haja ya kutoa ufafanuzi kuhusu matumizi ya rasilimali za mkoa. Kikao hiki kinatarajiwa kuwa na uzito mkubwa kwa mustakabali wa kisiasa wa serikali ya mkoa katika eneo ambalo linaendelea kukabiliwa na changamoto za usalama na mivutano ya taasisi za kisiasa. Na huko mkoani Kivu Kaskazini kunaripotiwa kuokotwa kwa kifaa cha mlipuko aina ya Mortier 182 ambacho kimegunduliwa Alhamisi ndani ya shamba la makazi katika kijiji cha Mubi katika wilaya ya Walikale. Kwa mujibu wa tume ya kitaifa
Taifa ya Udhibiti wa Silaha Ndogo na Nyepesi CNC-LPC inadai kuwa kifaa hicho cha milipuko kiliachwa wakati wa mapigano yanayohusishwa na kusonga mbele kwa waasi wa FCM23 katika njia ya Walikale na Kisangani. Mkuu wa ofisi ya eneo hilo ya tume hiyo, Clement Kubuya Ndole, ametoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu zaidi kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa mabaki ya vilipuzi ambavyo bado havijalipuka katika eneo hilo. Ameomba wakazi wasiguse wala kuhamisha vitu vyovyote vinavyotiliwa shaka, bali waripoti mara moja kwa mamlaka husika. Mkuu huyo amesema kwamba, namnukuu, tunatoa wito kwa jamii yote, yeyote atakayekutana na kifaa cha milipuko atufikie mara moja. Walikale bado ni eneo lenye uwepo mkubwa wa silaha ndogo na nyepesi. Tunawaomba wananchi wasiguse vitu hivyo, bali wawasiliane nasi ili kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayobobea katika uondoaji mabomu ili suluhisho lipatikane. Mwisho wa kunukuu. Mamlaka pia zinaeleza kuwa baadhi ya maeneo ya Walikale bado yako katika hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na Kibati, Mpeti, Lusambo na Buleusa, ambako kampeni za uhamasishaji zinaendelea mara kwa mara ili kuzuia ajali zitakazotokana na mabaki ya vilipuzi vya vita. Tukio hili linaakisi tena athari zinazoendelea za mapigano ya silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya maeneo bado yamechafuliwa na mabaki ya vilipuzi, hali inayoweka hatari kubwa kwa maisha ya raia. Tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, mkoa ambao unakabiliwa na ongezeko jipya la mgogoro wa kibinadamu. Kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, iliripoti hiyo tarehe 24 Aprili kupitia Radio Okapi ya kwamba inadai kuwa zaidi ya watu milioni 1.27 ama 1.27 million de personnes waliokimbia makazi yao ndani ya nchi wameandikishwa katika trimestre ya kwanza ya mwaka wa 2026. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ongezeko hili kubwa linatokana na moja kwa moja na kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo, ambapo mapigano kati ya makundi yenye silaha na wanamgambo wa eneo hilo yanaendelea. OCHA inathibitisha kuwa mapigano kati ya waasi wa FCM23 na makundi ya wapiganaji wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la taifa FARDC yamechangia kwa kiasi kikubwa kuzorota kwa hali ya kibinadamu, hasa katika sehemu ya kusini mwa Kivu Kusini katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa vijiji kadhaa vya eneo la Bwito katika wilaya ya Ruchuru vimebaki bila wakazi baada ya watu wake kukimbia kutokana na ghasia. Pia inataja maeneo ya Kalembe, Mpeti na Kibua Kashebere pamoja na vikundi vya Buabo, Nyamaboko ya kwanza, Nyamaboko ya pili na Ufamando ya pili vilivyoko kati ya wilaya za Masisi na Walikale kama maeneo yaliyoathirika zaidi. Katika sehemu kubwa ya mwezi Machi ama mwezi wa tatu, maeneo haya yalishuhudia mapigano makali yaliyosababisha takriban watu wapatao 40,000 ama 40,000 personnes kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo yaliyoonekana kuwa salama zaidi. OCHA inaongeza kuwa uhamaji huu mpya wa watu unajumlishwa na wimbi la awali la wakimbizi wa ndani lililotokea katika wilaya kadhaa za mkoa huo, na hivyo kufikisha idadi ya jumla ya watu waliokimbia makazi yao kuwa zaidi ya milioni 1.27 katika Kivu Kaskazini. Licha ya changamoto za ukosefu wa usalama na vikwazo vya upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, wahudumu wa misaada wanaweza kuwafikia zaidi ya watu wapatao 98,600 yani 98,600 personnes kwa msaada wa chakula na mahitaji ya msingi katika mwezi wa tatu ama Machi, hasa katika wilaya za Masisi na Lubero. Hali hii inaonyesha kwa mara nyingine ukubwa wa mgogoro wa kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ghasia za silaha zinaendelea kusababisha
kusababisha watu wengi kuhama makazi yao na kudhoofisha upatikanaji wa huduma za msingi. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri siku baada ya siku katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kupata habari motomoto kutoka kwetu, na basi tukutane kwa majaliwa. Asante.